Kupitia katika ukurasa wa mtu mzima Harmonize mapema ile ameposti ile post ambayo inaonyesha karata tatu ya mtu mzima Ibra na akaisindikiza na caption ambayo inasomeka hivi: "Congrats my brother Chinga, you this is all." Akawa ameweka emoji ya fire akasema oya na my people the king is here. Akawa amemtag mtu mzima Ibra TZ akasema out now worldwide, akasema enjoy that sound karata tatu, proud of you. Akawa ametag Wambang, akawa amemtag mtu mzima Kapipo, akawa ametag Mrs. Mon official akasema for breathing the king with special sound, afaka ameka emoji ya love akasema oya let's go. Hicho ndio kitu ambacho amekiposti mtu mzima Harmonize kupitia katika ukurasa wake wa Instagram. Na mtu mzima Young Skales, kama tunavyofahamu Skales ni moja kati ya wasanii ambao wako Nigeria lakini wamesainiwa chini ya lebo ya mtu mzima Harmonize ambayo inafahamika kama Konde Music Worldwide, wengi wakipenda kuita Konde Gang. Alidondoka katika comment section ya post hiyo ya Harmonize na akaweza kudondosha comment yake ambayo amedondosha emoji za fire, lakini Harmonize ameona sio kesi wala sio dawa, akaweza kudondoka pale kwenye comment ya mtu mzima Young Skales akaweza kumjibu. Harmonize amejibu hivi, amemtag mtu mzima Young Skales akasema thank you for blessing the king family thing, afa akawa ametag Konde Gang for you. Hicho ndio kitu ambacho amekiposti Harmonize kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ambao this time around una zaidi ya wafuatiliaji milioni 6.6, kitu ambacho si cha kawaida. Sasa kikubwa ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba this time around umekuwa ni wakati mzuri kwa mtu mzima Harmonize, Monenga Jesh Tembo, wengi wakipenda kumuita CEO wa Konde Music Worldwide, lakini wengi wakipenda kumuita Tembo half man half machine and all that. This time around mtu mzima Harmonize anatamba na ngoma yake ambayo inafahamika kama Wapo, mpaka nazama mitamboni ngoma ya Wapo imetazamwa na watu milioni 1.9. Lakini ikumbuke ngoma hii ilipanda katika mtandao wa YouTube wiki moja iliyopita na imepata likes 44 na dislike 2800, huku kwa imepanda kwenye YouTube channel ya mtu mzima Harmonize ambayo ina zaidi ya wafuatiliaji au wafuasi au subscribers tunapenda kuita zaidi ya milioni 2, kitu ambacho si cha kawaida. Na Harmonize ikumbuke ngoma hii ya Wapo akuifanyia promotion ya aina yoyote, lakini aliweza kuipandisha katika YouTube channel yake, na ngoma hii inazidi kufanya vizuri na imeproduciwa na producer mdogo katika game la muziki wa Bongo Flava ambayo inafahamika kama B-Boy Beats, moja kati ya maproducer ambao wanafanya kazi zake katika studio za Harmonize ambazo zinapatikana maeneo ya Sinza na zinafahamika kama Beta Sound. Tunafahamu kabisa kwamba Harmonize ameanza kuwa na studio kipindi akiwa katika lebo ya WCB Wasafi, na moja kati ya maproducer ambao alianza katika studio zake ni producer ambaye anafahamika kama Bonga. Sasa kikubwa ambacho inabidi nikufahamishe this time around Harmonize pia anatamba na ngoma yake ambayo inafahamika kama Anajikosha. Bana, anajikosha mpaka anaingia nyuma ya mic, imetazamwa na watu 561 ikiwa imemaliza siku 5 katika mtandao wa YouTube, lakini imepata likes 18,000 na dislike 1200, kitu ambacho si cha kawaida. Na moja kati ya vitu ambavyo inabidi uvifahamu ni kwamba producer ambaye ameweza kutengeneza ngoma hii ya Harmonize ni moja kati ya maproducer study sana, mtu mzima ambaye anafahamika kama Daxochal. Tunafahamu Daxochal ni moja kati ya maproducer ambao wameanza kufanya kazi zao katika studio za MJ Records ambazo zinamilikiwa na mtu mzima wa Master J, lakini this time around amefanya kazi na wasanii tofauti akiwamo Harmonize, lakini tunafahamu kabisa kama Daxochal ni moja kati ya watu ambao wametengeneza beat tofauti za mtu mzima Dogo Janja na akina Madie ndio other, lakini this time around ameweza kufanikisha ngoma hii ya Anajikosha. Anajikosha kwenye mtandao wa Boomplay ina zaidi ya streams 100,000 na kwenye mtandao wa Audiomack ina zaidi ya streams 80,000, kitu ambacho si cha kawaida kabisa. Sasa Harmonize kuendelea kumsupport Ibra this time around amepost nyingine kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ambayo ameandika hivi: mdogo wangu Ibra, unajua uzito haya maneno au umejimbia tu? Akawa ameweka emoji za kulia, akasema dunia hii sawa bana. Akawa ametag karata tatu akasema out now worldwide, link on Chinga bio, acha ninywe, akatag Sayona Tanzania ya baridi, ni msimamie Angela TZ amalize photoshoot, nikifika ofisini nikusimulie mdogo wangu. Akawa ametag Ibra TZ akasema wenda utajifunza mawili matatu. Sasa posti hii ilikuwa imepata zaidi ya viewers 50,054, lakini imepata jumla ya comment
481, lakini kikubwa ambacho inabidi ukifahamu katika comment hizo 481 even comment ya mtu mzima Ibra TZ iko humo. Ibra akasema hivi: kakaangu, mimi nafikisha ujumbe tu, ila sijui huenda ningekuwa na yajua nisingeimba kabisa. Pole sana kaka, ila huu wimbo umewagusa watu wengi sana. Hakika Mungu aniepushe na mengi. Hicho ndio kitu ambacho ameweza kucomment mtu mzima Ibra kupitia katika ukurasa wa kaka yake, mtu ambaye amemshika mkono, mtu ambaye anafahamika kama Harmonize, Amonenga, Jesh, Tembo, wengi wakipenda kumuita half man half machine, wengi wakipenda kumuita majina kama Jesh. Ni yule CEO na managing director wa Konde Gang, au wengi wakifahamu kama Konde Music Worldwide. Bana, moja kati ya vitu ambavyo inabidi uvifahamu kuhusiana na Harmonize this time around, Harmonize anakukaribisha yule yeko mkoani kuweza kuhudhuria Inda Club Tour ambayo inaanza muda si mrefu. Yani in fact inaanza tarehe 29 Januari, ambapo Harmonize ataenda kufanya show Mwanza. Kwa hiyo wakazi wa Buzuruga, wakazi wa Kisesa, wakazi wa Maduka Sita, wakazi wa Buhongwa, jiandaeni kwenda kuhudhuria katika show Harmonize ambayo itafanyika siku ya tarehe 29 Januari maeneo hayo hapo. Lakini tufahamu kabisa kwamba wakazi wa Kahama siku ya tarehe 31 mwezi wa kwanza Harmonize atakuwepo hapo. Kwa hiyo sehemu tofauti Kagongwa, jiandaeni, Mwenda Kulima jiandae uweze kutokea katika ile sehemu ambayo atakwambia Harmonize kama anafanyia hapa show. Lakini hivyo tufahamu kabisa kwamba Shinyanga atakuwepo mtu mzima Harmonize. Na tunafahamu kabisa kwamba wakazi wa Migela, wakazi wa Kashai, wakazi wa Kibeta, wakazi wa Lawamishenyi atakuwepo Harmonize siku ya tarehe 5 mwezi wa pili Bukoba. Lakini Mleba mpaka Nshamba, Kishanda, maeneo ya Rushwa, tufahamu kabisa kwamba Harmonize atakuwepo siku ya tarehe 7 mwezi wa pili. Bana, Geita, Machimboni, pote stendi, tunafahamu kabisa kwamba Harmonize atakuwepo tarehe 10 mwezi wa pili. Lakini wakazi wa Mkwawa, wakazi wa Tosamaganga, wakazi wa Don Bosco, wakazi wa Mawelewele, wakazi wa sehemu tofauti kama Samora, wakazi wa kule wapi, sehemu tofauti Pogoro, tunafahamu kwamba Harmonize atakuwepo Iringa siku ya tarehe 12 mwezi wa pili. Lakini Mbeya tunafahamu wakazi wa Mwanjelo, wakazi wa sehemu tofauti Mbozi, Mbalizi, tunafahamu kabisa kwamba Harmonize atakuwepo Mbeya siku ya tarehe 14 mwezi wa pili. Lakini Sumbawanga tunafahamu maeneo ya Stenla, maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Majengo, tunafahamu kabisa kwamba Harmonize atakuwepo siku ya tarehe 17 Sumbawanga mwezi wa pili. Lakini tunafahamu kabisa Katavi Harmonize atakuwepo tarehe 19 mwezi wa pili. Lakini Tabora, maeneo ya Uwindini, Stendi, maeneo ya Sokoni, atakuwepo Harmonize siku ya tarehe 3 mwezi wa 3. Lakini tunafahamu kabisa maeneo ya Tanga, Andeni mpaka sehemu tofauti Harmonize atakuwepo siku ya tarehe 5 mwezi wa 3. Lakini Moshi tunafahamu maeneo ya Pasua, maeneo ya Rombo, maeneo tofauti Same, Harmonize atakuja kufanya show hapo Moshi siku ya tarehe 7 mwezi wa 3. Lakini maeneo ya Unga Limited, Arusha, tunafahamu kabisa maeneo ya Ngalenalo, maeneo tofauti Kijenge Juu, Harmonize atakuja hapo kufanya show Arusha siku ya tarehe 10 mwezi wa 3. Lakini tunafahamu kabisa kwamba Babati Harmonize atakuwa tarehe 12 mwezi wa 3. Lakini maeneo ya Kalato Harmonize ataingia hapo siku ya tarehe 14 mwezi wa 3. Siku ya tarehe 17 Harmonize ataingia Manyala. Lakini tarehe 20 mwezi wa 3 Harmonize atafanya show Zanzibar Forodhani. Bana, tusisahau kumsupport Harmonize katika harakati zake tofauti ambazo amekuwa kizianzisha, na tuweze kumwekea baraka kwenye hizi issues zote ambazo anazifanya, kwa sababu ni mtu ambaye anaonyesha juhudi. Usisahau kuniondosha maana kwenye comment section, na kile na kusubscribe, utakuwa moja kati ya watu ambao umetisha kinoma noma. Boom shakalaka.